Mwanzo 19 tunaona Mungu aliteketeza kila kitu katika Sodoma na Gomora. Swali langu ni, kina nani waliolia mpaka kilio kikafika kwa Mungu juu? Sawa sawa, swali la ufahamu. Ndio. Nasema nitashuka kuangalia. Sababu kilio kimefika huku. Halafu sura ya 19 Mungu ameenda ameteketeza kila kitu. Sasa ni wakina nani walikuwa wanalia? Ndio. Biblia inaposema kwenye hicho kitabu alichokitaja Mwanzo 18:20 mpaka 21 kwamba kilio cha Sodoma na Gomora kimefika mbinguni, au kimenifikia au kimefika kwangu, ina maana kwamba dhambi za miji hii zilikuwa kali sana, na ukosefu pia wa haki ulikuwa ni mkubwa mno, kwamba walidai sasa uangalizi wa haraka wa kimungu. Kwa kilio kwanza kinarejelea uchungu na malalamiko ya wahasiriwa au walioathiriwa, waliokandamizwa, kukiukwa na kutendewa isivyo haki. Kwa ni sawa na wakati Mungu anaposema sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhi baada ya Kaini kumuua Abili. Sio Abili ndo ameongea, lakini Mungu anasema sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye ardhi, kuashiria kwamba Mungu anasikia mateso ya wasio na hatia. Ndio ilikuwa maana. Sasa kumbuka hii Sodoma na Gomora, wale jamaa walipowaona malaika wakataka kuwakamata kwa nguvu, yani wafanye ubakaji. Ina maana hali ilikuwa ni mbaya kupita maelezo uko Sodoma na Gomora. Kwa maana hiyo sasa Biblia inabainisha kwamba dhambi hizo zilikuwa nzito sana, ingawa mara nyingi huhusishwa na dhambi ya zinaa au ulawiti, ambayo ndio dhambi mbaya kabisa. Kwa sababu sasa unakumbuka hata Mtume Paulo, kuna baadhi ya maandiko yanasema watu wakabadilisha matumizi, yani wakaanza kuwakiana tamaa wao kwa wao. Yani maji ni mwanaume anamuwakia tamaa mwanaume mwenzie, na mwanamke anamuwakia tamaa mwanamke mwenzie. Kwa wasomi wa Biblia na maandiko mengine huelekeza kwenye muktadha mpana wa uovu, ambao muktadha huu ni udhalimu wa kimfumo na utovu wa kukarimu. Watu wa Sodoma walikuwa na sifa mbaya na jeuri, na wasio na ukarimu kwa wageni. Kwa sababu mgeni lazima umkarimu, ujue. Ni kweli. Lakini sasa mgeni anakuja, wanataka kumfanyia vitu vya ajabu, vituko vya ajabu. Kwa tabia ya umati wenye jeuri katika Mwanzo 19 inaangazia mporomoko kamili wa viwango vya maadili. Lakini wito wa utendaji wa kimungu wakati kilio kikiwa kimefika mbinguni kilionyesha kwamba hali ilikuwa imefikia hatua ya mwisho, ambapo rehema za Mungu au rehema ya Mungu isingeweza tena kufanya kazi. Kwa maana yake ilikuwa ni hukumu, yani kilichokuwa muhimu ni hukumu kwa ili taifa. Kwa Mungu kushuka kuona katika Mwanzo hiyo 18:21 ni njia ya kuonyesha kwamba hakuwa akitenda kwa uvumi, bali alithibitisha binafsi ukali wa hali kabla ya kutenda kwa hukumu. Ndio maana unaona ukisoma Biblia, Mungu anasema kuwa ninaenda Sodoma kwenda kuangamiza. Lakini je, nisimwambie rafiki yangu Ibrahim? Ndio Biblia inasema Mungu akaenda kumwambia. Sasa unakaa unajiuliza, yule alikuwa Mungu au alikuwa ni malaika? Maana ndio hivyo, na Ibrahim anabagaini na Mungu. Anamwambia wakiwepo wenye haki 50, je bado utaangamiza tu? Unaona, kwa maana yake pale umeona kwenye mistari ndugu yetu alivyoisoma, anaposema Mungu alisema nitashuka niende nikaone. Kwa hiyo ilibidi Mungu mwenyewe ashuke akaone. Haya yanayokuja masikioni mwangu ni hakika, hebu ngoja nishuke mwenyewe nikaone. Sasa majitu yalivyo ya ajabu, hayakujali hata huyu ni Mungu. Yani walifanya ya kwao. Unaona, kwa hiyo ndio maana sasa dhambi ambazo zililia mbinguni katika mapokeo ya Kikristo ambayo tunayo, maneno haya yanaainishwa kama mojawapo ya dhambi 4 zilizolilia mbingu ili kulipiza kisasi, ikiwa ni pamoja na mauaji ya kukusudia, kuwakandamiza masikini na kuwahadaa wafanya kazi.
Hizi ni dhambi zinazovunja utaratibu wa asili wa jamii na kusababisha madhara ya moja kwa moja makubwa kwa wengine. Kwa ufupi, kilio cha Sodoma na Gomora kufika mbinguni kinamaanisha mateso. Au tuseme mateso au dhidi ya, yani wahathiriwa dhidi ya ukandamizaji mkali wa kimfumo. Haya yalitambuliwa na Mungu na kumfanya aingilie kati na kuleta haki. Sasa kumbuka aina ya mahali pa kudharauliwa ambapo na uovu usio uliponyasa wageni wawili wa Rutu. Yani wao wakujali mpaka wamekuja wanasema tena kwa nguvu kabisa, mpaka Rutu mwenyewe unakumbuka anawaambia jamani, kuna mabinti zangu hapa. Kama shida yenu ni hivyo, yani mmezidi uzinifu, basi kuna mabinti zangu hapa. Sasa sisi hatutaki hao wageni, tunataka hao wageni ambao ni wanaume. Angalia hicho kiwango ambapo mahali ilikuwa imefikia. Kwa hiyo chanzo cha malalamiko kama haya kinaweza kuwa mojawapo ya yafuatayo. Kilio cha malaika wa mbinguni ambao lazima watazame matendo hayo maovu ya kulaumika kila mara. Hao malaika sasa, wageni wale waliofika pale kwa Rutu waende pale. Labda naomba tungepitia ile aliyoitaja kwa kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 20 na wa 21. Naomba tupitie hapo tuangalie kitu fulani hapo. Sawa. Mwanzo 18 mstari wa 20 na 21. Biblia inasema hivi: Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua tu. Ndio, nitajua tu. Naomba urudi hiyo 18 kwenye sura ya mstari wa kwanza na wa pili. Wa kwanza na wa pili anasema, Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Mstari wa pili, akainua macho yake akaona, natazama watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi. Nafikiri alitambua ile. Aliwatambua hawa ni wakina nani. Alikuwa rohoni. Lakini hapo mstari huo umetuambia ni watu watatu. Tunaona kule ni watu wawili. Kwa maana yake Mungu ndo alikuwepo pale, ni mtu watatu. Kwa Ibrahimu. Na ndio maana Mungu hakuwa Ibrahimu hakuwa na bageni na malaika. Alikuwa na bageni na Mungu mwenyewe. Ndio baada ya hapo sasa malaika hawa wawili wanaenda kule Sodoma. Yaani walipotoka kwa Ibrahimu, Mungu akawaambia wale waende, akarudi na mambo mengine. Akaendelea na mambo yake mengine. Kwa wale wawili sasa ndio walienda, ambao wanaenda kutamaniwa na wanaume wa kule ambao tabia zao ni za ajabu. Wapeleke ushahidi kamili. Waone. Umeona, ndio maana sasa iko hivyo. Kwa ndio maana nikasema la kwanza yaweza kawa ni maovu ya kulaumika ambayo malaika wenyewe sio wamesimuliwa. Wamejionea kwa macho yao na wakajipambania. Maana bila upofu ungekuwa na mambo mengi yakitokea ya ajabu. Lakini cha pili, kilio cha watu waliokuwa wametembelea jiji hilo na kushtuka na kuomba Mungu aingilie kati. Yaani maana watu wengi inawezekana walikuwa wageni wamefika pale wakaona matendo ya hapo. Kwa hiyo ndio maana hawa wageni sasa kwa vile walivyofanyiwa wakaanza kumuomba Mungu. Ndio maana nikasema ni wakina nani, kwa sababu tunajua nature ya Mungu atamtetea yule aliyekuwa analia. Sasa imekuwaje maana yake naonekana kuwa ni kilio cha wageni waliokuwa wametembelea mji huo, kwa sababu Biblia inakataza kumnyanyasa mgeni. Akija kwako mgeni umtendee. Ndio maana Biblia inasema wengine pasina kujua waliwapokea mpaka malaika. Kwa kupokea wageni, kuwakirimu wageni. Maana mgeni akija lazima apewe ukarimu, sio mnaanza kumfanyia vituko vya ajabu. Kwa
huu ulikuwa ni mwendelezo, sio jambo la siku moja. Yani wageni wakitoka mataifa mengine wakija, kama tu tunaambiwa malaika wanataka kufanyiwa haya, na malaika wale, uzuri ni malaika waliwapiga upofu. Je, wageni wengine maraka walifanyiwa vituko vya ajabu ambavyo havikuwahi kusemekana katika historia. Na walipotoroka kwenda kwao walienda kulia sasa. Yes. Kwa kile kilio sasa ndicho kivikawa kimeenda mbele za Mungu. Kwa sababu wenzetu wameuliza kwa sasa hichi kilio ni kilio cha kina nani? Kwa sababu tungetegemea Mungu auwe wabaya ndani ya Sodoma. Lakini pale mfumo mzima ulikuwa uko corrupt. Yani watu wote wa Sodoma walikuwa wako corrupt. Na ndio maana unaona sasa Ibrahim anapowaombea, anaomba, je, wakiwepo wenye haki hao bado utaangamiza? Na Ibrahim aliona asisumbue sana, alishia nafikiri kwenye hesabu sio ya 10. Lakini hata hao wenye haki 10 hawakuwepo. Ndani pale wako watatu tu, yuko Rutu na wale mabinti zake wawili. Kwa sababu hata mke wa Rutu mwenyewe naye amekuwa corrupted na mfumo uliokuwepo kule. Ndio maana unaona wakati wameambiwa waondoke, unaona yeye anabaki anaangalia kule. Na nina imani kuwa Rutu hakutaka kuondoka yeye na watoto wake na mke wake. Alitaka kuondoka pia na ndugu za mkewe na watu wengine, lakini walikataa. Maana lazima lihubiri kama kile wakati wa Nuhu. Anawaambia jamani, gharika inakuja, kwa sababu kipindi hicho mvua ilikuwa inyeshagi kutoka juu. Yani ni umande, yani mnaamka asubuhi mnakuta ni umande tu ndio unaotesha hayo mazao, na yani hakuna mvua kushuka kutoka juu. Sasa leo unasema eti nini, maji yatakuwa yanatoka juu yananyesha, yani hiyo ni kitu kigeni. Maana unajua sasa hawaoni kile ambacho Nuhu yeye anachokiona, kwa ni kitu kigeni kwao. Na hata hapa kwa Rutu wakati anawaambia tuondokeni kwa sababu kuna moto utakuja kuteketeza, moto utashuka kutoka mbinguni uharibu nchi, wanamwambia wewe acha mambo yako bwana, hebu tuache sisi na nini. Na mke wake naye ndio ameamini, lakini anaona sasa wakati wameanza kuondoka, show ikaanza mke ikaanza kumuuma. Ameacha ndugu zake, ameacha nini, kabidi ageuke aangalie pale akawa nguzo ya chumvi. Kwa hiyo alikuwa haendi yule mwanamke, tunaweza kusema hivyo, lakini akaekwa tu, ila akawa na kichujio chake. Ndio. Maana lile sharti ukiliangalia alikuwa gumu, lakini yeye akageuka. Ile inanishangazaga sana. Kwa hiyo ni maagizo alipewa, mwende msigeuke, maana bado moyo ule ulionekana huko. Ni kama wana wa Israeli waliambiwa na wanatolewa pale Misri. Waliondoka miili, lakini mioyo bado imebaki Misri. Ndio maana changamoto kidogo tu, malalamiko mengi, tulikuwa tunakula. Sasa mbona mlikuwa mnalia sasa kama mlikuwa mnakula? Tulikula nyama, tukula vitunguu, swaumu, tukula matango, wakumbuka vyote vile. Maziwa yalikuwepo, umetuleta jangwani, yani ni walalamishi. Kwa sababu walitoka miili, lakini mioyo iko Misri. Bado iko Misri. Na huyu naye alitoka, lakini bado moyo wake uko pale. Kwa kilio ambacho Mungu anakiongelea ni kilio ambacho wageni wengi walikuwa wameenda pale wakafanyiwa ndivyo sivyo. Kwa hiyo wakirudi kwao wanalia. Ndio maana yale maombi sasa na vile vilio vinafika masikioni mwa Mungu. Mungu anasema, mbona nasikia vilio hebu nitashuka mwenyewe niende nikaangalie. Na kweli akashuka kuja kuona. Ndio inabidi sasa ulipofika mpango ama ulipotimia mpango wa kuiteketeza Sodoma na Gomora, ndio tunamwona Mungu anasema nisimwambie rafiki yangu Ibrahim, hebu ngoja nimwambie. Sasa Ibrahim anakumbuka kuna mpwa wake yupo kule. Na maana anauliza utateketeza, lakini bado Mungu ana neema. Ilibidi tu amtoe sasa. Ndio wale malaika wawili wameenda kufanya kazi ya kumtoa Lutu pale. Ambia sasa nenda, kwa sababu mji unakuja kuteketezwa. Hiyo historia inasisimua mwalimu, kwamba Ibrahimu naye pale ilikuwa ni mtihani wake wa kupimwa moyo, kwamba naenda kuteketeza. Maana huo mtihani si Musa ulitufundisha pia alipewa. Mungu anamwambia sijui na nini, anamwambia baki na watu wako, anamwambia ina shida wetu waache. Haya, huyu naeta na anaambia naenda kuteketeza, naenda kuteketeza. Kwa hiyo ile anawaombea kukiwa na hivi, kukiwa na hivi, kukiwa na hivi. Ndio maana akapewa baraka nyingi sana. Kwa sababu aliwaombea. Ndio kazi ya manabii,
kuwaombea watu, kwa sababu Mwanzo 20:7 inasema Mungu anamwambia mfalme wa Gerari alikuwa anaitwa Abimeleki, ambaye ndo aliamua kumwoa mke wa Ibrahimu. Alafu wakati taratibu zile zinaendelea, Mungu akamtokea akaniambia, wewe umeshakufa wewe. Anambia, nimekufa kwa sababu gani? Sasa unachukuaje mke wa mtu? Sasa mimi sijajua, si yeye mwenyewe ameniambia. Sasa mimi na dhambi gani? Sasa kumbuka kipindi hicho hilo taifa lote watu wamepigwa utasa, hawazai. Maana tukisoma inaonekana ni kama, unajua sasa ukisoma lazima usome kwa nini ya zamani ilivyokuwa. Yes. Kwa wafalme mtu alikuwa hachukuliwi leo kwenda apelekwe kwenye chumba cha mfalme aolewe usiku huo huo. No. Ilikuwa ni process, yani angesubiri hata miaka miwili kibidi. Kwa nini? Kwa sababu lazima aogeshwe. Usije kaenda kumwekea ukurutu mfalme. Lazima aogeshwe, afundishwe pia taratibu. Ni namna gani ya kufika mbele ya mfalme, aongee namna gani, na wanatusaidiaga watu wanaofanyaga zile movie za kifalme, nafikiri unaonaga. Mpaka kuna wakati kwenye falme zingine huyu malikia haruhusiwi hata kumwangalia mfalme usoni kabisa. Anakuwa amejifunika, na akifika pale anapiga magoti, uso wake na uweka mpaka chini, yani kama ishara ya kumsujudia mfalme. Kwa hizo taratibu zote ilibidi afundishwe huyu Sara. Kwa kwenye kufundishwa hizo taratibu kabla sasa hajaolewa, kwa sababu kumbuka mfalme hana mke mmoja, ana wake wengi pale. Kwa wakati anafundishwa hizo taratibu, Mungu akapiga utasa hilo taifa lote zima. Sasa akawa anajiuliza, haya mambo yanatukuta kwa sababu gani? Ndio sasa usiku Mungu anamwambia yule mfalme, anamwambia, nenda sasa kwa Ibrahimu, mrudishe kwanza mkewe, alafu uende, yeye atakuombea, mpeleke na sadaka kwa nabii wangu. Atakuombea kwa sababu yeye ni nabii. Sasa wewe Mungu, kama unaongea na mimi mfalme, si uondoe tu hapa, kwani lazima niende kwa nabii? Mungu atokage nje ya mfumo. Kwa hiyo ikabidi sasa kweli Ibrahimu atamke baraka pale, na wao watoe sadaka, mpaka akapewa na mahali kama mkoa hivi. Kaambiwa, tumekupa hilo, ni eneo lako, ili kuficha hii aibu, usituhesabie dhambi sisi. Lakini ni wewe ulitudanganya bwana. Sasa mimi niliogopa mtaniua. Ambia, ungetuambia tu, sasa sitamuaje nabii wa Mungu. Kwa hiyo ikawa kwa namna hiyo. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jukumu. Ndio maana manabii wa Mungu waga wanawaombea watu, yani akitamka neno kuwa kule hapana. Ndio maana hata Yeremia anamwambia Mungu, ona wanachonifanya. Mimi nilisimama mbele yako nikageuza ghadhabu yako isiwapate. Kwa maana yake bila Yeremia ghadhabu ile ingewapata wale watu. Ndio hicho sasa unachokiongea. Kwa na anapewa mtihani. Maana Mungu sasa tunarudi pale kwenye Amos 3:7. Hakika hatafanya neno lolote au jambo lolote pasina kuwafunulia siri watumishi wake manabii. Sio tu watumishi. Wengi wasomaga mstari wanaishiaga hapo. Mungu hatafanya pasipo kutufunulia watumishi wake. Ameeleza kabisa ni watumishi gani, manabii. Tena manabii wakuu. Kwa sasa Ibrahimu kama nabii, ndio maana Mungu na anakuja anasema, hapa nitakuwa nimeenda kinyume kabisa na utaratibu ambao umewekwa, ambao ndio tunafuata wote kwenye mfumo wa serikali. Ndio ikabidi amwambie, na jukumu la huyu ilikuwa ni kuwaombea. Lakini sasa maombi haya ya kufanya kazi sana, kwa sababu hawakuwepo hao wenye haki. Ndio maana alianza na 50, wakiwepo wenye haki 50 bado watateketeza. Kaambia wakiwepo hamna shida, 40 hamna shida, 10 hamna shida, 5 hamna hata 5. Wametoka watu 3 tu. Na hao kwa sababu wenye haki kabidi sasa mji uteketezwe, lakini hawa watolewe. Lakini inatufundisha mwalimu wakati